Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi qala fi qawlihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafiruna walau karihal musyrikun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di ayyuhal ikhwa. Ndugu Waislamu wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, jana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulionyesha jinsi Qur'ani, jinsi kitabu hiki kilivyokuwa ni kitabu chenye nguvu. Ni kitabu ambacho kimeweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, alafu kikaeleza ule uumbwaji wa mbingu na ardhi ulivyofanyika, alafu wakati huo kitabu kikaanza kueleza kuhusu chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kutokana na kitu gani. Majambo haya yote Qur'ani inayaeleza kwa wakati mmoja, hali ya kuwa kile kitabu kiko karne ya 7. Kimeweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kikaeleza habari za uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika, na Qur'ani ikaanza kueleza juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kutokana na kitu gani. Majambo haya yote yanafanyika kwa wakati mmoja, hali ya kuwa kile kitabu hakikuwepo wakati huo kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na wakati mbingu na ardhi zilipokuwa zinaumbwa, na wakati alipokuwa anaumbwa yule mtu wa kwanza, kile kitabu hakikuwepo. Lakini kile kitabu kikaweza kueleza kwa ufasaha yote hayo, kwa ufasaha uliokuwa mzuri. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim, katika sura ya 23 Al-Mu'minuna aya 12 mpaka aya 14, alikuja kueleza juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba yule mtu wa kwanza aliumbwa kutokana na kitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, na hakika tulimuumba mtu wa kwanza, baba yenu Adam alayhi salatu wasalam, kutokana na udongo uliokuwa safi, udongo wa sulala. Qur'ani inakuja kutaja mpaka jina la udongo uliotumika katika kumuumbia yule mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kwa udongo. Udongo wenyewe nao ulikuwa ni udongo wa sulala. Sulala ni udongo maalum unaopatikana ndani ya udongo. Ni udongo ambao unakuwa umebeba virutubisho vyote na maadini yote na hali zote, kwa sababu anataka akiumbwa aweze kunawiri, kurutubika, kustawi, kukua na kuwa na afya iliyokuwa njema. Sulala pia ni udongo ambao
yule fundi kile anachotaka kukitengeneza, unakubali ule udongo kutengenezeka kile kitu, kwa sababu kuna sampuli nyingine za udongo hazikubali kutengenezeka kitu katika jimbile unalolitaka wewe fundi kukitengeneza kile kitu. Nenda pale nje kaukusanye mchanga, utie maji, alafu utengeneze chungu au mtungi, haukubali. Wale wanaotengeneza vyungu na mitungi, kuna sampuli maalumu ya udongo wanayoitumia. Sampuli hiyo ndiyo inakubali kutengenezeka ule chungu, kutengenezeka chungu au mtungi. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amekusudia mwanadamu amtengeneze katika jimbile maalum, hapa ilibidi lazima, kwa kuwa alikuwa amekusudia au tumie udongo, ilibidi lazima upatikane udongo wenye sifa hiyo ya kukubali yule mwanadamu kufinangika katika jimbile ambalo analolitaka yeye Mola kumtengeneza. Sulala ni udongo ambao pia ukiingizwa uhai ndani yake unakaa, kwa sababu anataka ampulizie roho. Roho inakaa ndani ya kitu kilichokuwa hai. Roho haikai ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Udongo wa sulala unakubali, ukiingizwa uhai ndani yake unakaa, na ukiondolewa ule uhai, ile roho ili iweze kutoka, kwa sababu roho haikai ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Uhai na roho ni vitu viwili tofauti. Roho ni kitu kingine na uhai ni kitu kingine, na ile roho ina sifa ya kukaa ndani ya kitu kilichokuwa hai. Roho haikai ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Ili roho ipate kutolewa katika kiwiliwili cha mwanadamu, kinachofanyika pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaustopisha ule uhai, anausimamisha. Akiusimamisha ule uhai, kitakachotawala pale ni ufu. Roho haitoka tena, itatoka, itarudi ilikotoka, na ule mwili utarudishwa ulikotoka. Jambo hili wamekuja kulijua mwaka 1990. Hawa wazungu hawa walikuwa wanajua kwamba roho ndiyo uhai na uhai ndiyo roho. Roho ni kitu kingine na uhai ni kitu kingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 97, Surat al-Mulk, aya pili, anasema alladhi khalaqal mauta wal hayata. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeyaumba mauti na uhai. Mauti ni kitu nacho kimeumbwa, na uhai nao pia ni kitu nao pia umeumbwa. Lakini katika fasihi ya lugha hapa unaweza ukasema Qur'ani imekosea, kwa sababu imeanza kutaja mauti alafu ikataja uhai. Kwa nini ianze kutaja mauti alafu itaje uhai? Kwani aliyekuwa anatakiwa kufa alikuwa tayari amekushaumbwa? Ilikuwa bado. Sasa kwa nini ataje mauti alafu ataje uhai? Kwa nini isianze kutaja uhai alafu ikataja mauti? Kwa sababu tayari anayetakiwa kufa inakuwa amekwishaumbwa. Qur'ani imeanza kutaja mauti, ndicho kilichoanza mwanzo kwa viumbe. Tumeumbwa sisi minal adami ila alwujudi, katika hali ya kutokuwepo alafu tukawepo. Tulipokuwa hatupo tulikuwa kwenye umauti, tukachomolewa kutoka kwenye umauti tukaletwa kwenye uhai. Kwa hiyo kila kilichokuwa hai kilikuwa kwenye umauti, ndicho kilichoanza mwanzo kwetu.
Na ndiyo pale Qur'ani kilichokuwa cha kwanza kukitaja imeanza kutaja mauti, ndicho kilichoanza mwanzo kwetu. Na kila kilichokuwa hai ndani yake kuna ufu, kuna umauti. Likiondolewa hapa mmoja wetu au sisi sote, lile pazia tu la uhai likaondolewa, pazia litakalotawala hapo ni la ufu. Tutakuwa sisi ni wafu, na wote waliokuwa makaburini na tutakapokwenda kuungana nao tutakuwa sisi tupo ndani ya ufu. Kila kilichokuwa ndani ya ufu, ndani yake pia kuna uhai. Likiondolewa pale pazia la ufu, pazia litakalotawala pale ni la uhai. Tutatoka sisi makaburini. Ikiwa kilichoanza mwanzo ni cha haki, basi ni lazima kile cha mwisho kiwe ni cha haki. Watukufu wa Islam, mwaka 1990 Professor Arthur J. Addison, huyu ni profesa wa parapsychologist katika chuo kikuu cha Uingereza Oxford, ni profesa wa mambo ya saikolojia kuhusu mwili wa mwanadamu, nafsi ya mwanadamu, roho ya mwanadamu. Katika chuo kikuu cha Uingereza Oxford, alikuwa anafanya tafiti kuhusu usingizi na kifo ndani ya mwili wa mwanadamu. Vinatokeaje vitu hivyo na vinakaa wapi? Professor Arthur J. Addison akaja akagundua kwamba ili mtu aweze kulala usingizi, inabidi ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu mule kuna kitu kinatolewa, alafu kile kitu kikishatolewa kinawekwa kando huko, ndio mtu analala. Na ili aweze kuamka yule mtu kutoka usingizini, inabidi kwamba ni lazima kile kitu kichukuliwe tena kule kando, kije kurudishwa ndani ya mwili, ndio mtu anaamka. Na kisiporudishwa ndio anakuwa amekufa moja kwa moja. Profesa akaja akajua ya kwamba ili mtu aweze kulala kuna kitu kinatolewa ndani ya mwili, kinawekwa kando ndio analala, na ili aweze kuamka ni lazima kirudishwe tena ndani ya mwili ndio anaamka, na kisiporudishwa anakuwa amekufa moja kwa moja. Lakini hicho kitu chenyewe mpaka dakika hii sasa hivi hawajakijua ni kitu gani. Katika kongamano la wanasayansi lililofanyika nchini Misri mwaka 1990, alihudhuria profesa, akapewa nafasi ya kuzungumza. Akaona ni wakati mwafaka niambie dunia jinsi usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu. Aliposimama akawaambia kwamba ili mtu aweze kulala kuna kitu mule ndani kinatolewa, alafu kinawekwa kando huko, ndo mtu analala usingizi. Na ili aweze kuamka kile kitu ni lazima kichukuliwe kule kando, kirudishwe tena ndani ya mwili, ndio mtu anaamka. Na kisiporudishwa ndio anakuwa amekufa moja kwa moja akiwa usingizini. Wasomi wa Qur'ani wakanyosha kidole, wakamwambia ya kwamba jambo hili unalolisema kuhusu usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu, jambo hili sisi Waislamu si geni kwetu. Sisi tunalijua hili tokea karne ya 7. Akashtuka. Wewe unakuja kujua leo karne ya 20, miaka 1400 imeshapita. Jambo hilo si tunalijua. Kitabu chetu kitakatifu Al-Qur'an imekushaeleza usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu. Hawakumchelewesha, wakamletea Qur'ani katika tafsiri ya lugha ya Kiingereza, wakamfunulia katika sura ya 39 surati Zumar, katika aya 42 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamutu fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta
wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna. Sadaqallahu al-azim. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayezitakabadhi roho za viumbe wakati wa kufa kwao, anazizuia, hazirudishi tena katika kiwiliwili, ndio wanakuwa wamekufa wale moja kwa moja. Wallati lam tamutu fi manamiha, na zile roho za watu ambao wapo usingizini wamelala, nazo pia anazitakabadhi, anazizuia. Fayumsiku allati qadha alaiha almauta, anazizuia moja kwa moja zile roho ambazo zimehukumiwa kufa, lakini wapo usingizini, zimetakabadhiwa zile roho, lakini wamekwisha hukumiwa kufa, zile hazirudishwi, ndio wanakuwa wamekufa moja kwa moja wakiwa usingizini. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, na anazirejesha roho ambazo wapo usingizini wamelala, lakini wakati wa kufa kwao bado zile zinarejeshwa ili wapate kufikia ule muda wao uliopangwa kufa, wapate kufa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna, bila shaka katika haya kuna mazingatio makubwa kwa watu wenye kufikiri. Wakampa, walimsomea ile Qur'ani katika matini yake ya Kiarabu, na huu ndio utukufu wa Qur'ani, ndio ubingwa wa Qur'ani. Ni kitabu ambacho kinapatikana maneno yake katika lugha yake mama iliyoteremshiwa, lugha ya Kiarabu, Kiarabu cha Kikuraishi, na ile Qur'ani kubakia na lugha yake mama inakuwa ni moja katika namna ya ulinzi aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuiwekea ile Qur'ani, kuwazuia watu wasiipotoshe ile Qur'ani. Moja katika namna ya ulinzi uliowekwa ndani ya Qur'ani ni kubakia ile Qur'ani na lugha yake mama iliyoteremshiwa lugha ya Kiarabu. Vitabu vile vingine vyote, Taurati, Zaburi na Injili na vinginevyo, leo uwezo ukaniletea katika zile lugha zake mama zilizoteremshiwa vitabu hivyo. Vitabu hivyo vimebakia katika tafsiri tu za lugha mbalimbali, na kila mwaka kunatolewa tafsiri mpya, na kila tafsiri moja ya mwaka mmoja inakuwa tofauti na tafsiri ya mwaka uliopita. Vinazidi kuwa mbali mno na ule umwanzo wake, ukweli wake, uthibiti wake katika version yake moja, katika lugha yake mama. Na vitabu hivyo vyote vingine, hata zile lugha zenyewe zingine zimepotea katika dunia, hazisemwi. Qur'ani haina kitu kama hicho. Huu ndio utukufu wa Qur'ani. Ni kitabu ambacho kimebakia na ile lugha yake mama iliyoteremshiwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakamuonyesha profesa, akasoma pale ile tafsiri ya Qur'ani, akauliza, huyu Muhammad alikuwa daktari bingwa wa mambo ya kisaikolojia, alikuwa ni daktari bingwa wa parapsychologist? Ambia huyu ni Mwarabu wa jangwani tu. Mwenyezi Mungu akamletea risala ya kitabu hiki kitakatifu al-Qur'anul Karim, akasema kitabu hiki lazima kitakuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na huyu awe ni lazima atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akawauliza, Muhammad baba yake jina lake nani? Akaambia Abdullah ibn Abdul Muttalib. Akasema mimi jina langu ni Abdullah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Profesa Abdullah J. Alson anafanya kazi nzuri sana Ulaya na Amerika. Ameshaandika vitabu vingi sana katika kueleza Uislamu, kueleza Qur'ani, kumweleza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna kitabu chake kimoja, kuna hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameichukua, ameingiza katika kitabu chake hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muru auladakum bis-salati wa hum abna'i 7 sinina, waamrisheni watoto wenu kuswali wakifika umri wa miaka 7. Kwa nini miaka 7 aliyotamka Mtume? Mtume ametamka miaka 7. Kwa nini iwe miaka 7? Alikusanya maprofesa wote wana saikolojia, wakakaa wakaichunguza hadithi hii, wakaja kukuta ya kwamba Mtume amesema kweli. Miaka 7 ndiyo kipindi ambacho mwanadamu kwake akifika ndiyo kipindi cha utambuzi wa kujua mambo. Hapa Mtume akasema pandikizwe swala huyo. Ndio maana unaona shule watoto darasa la kwanza wanaandikishwa wakifika umri wa miaka mingapi?
Ni hadithi ya Mtume, ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akifika miaka 7 ndio kipindi cha utambuzi. Lakini kabla ya kuandikishwa shule miaka 7 kuna kuwa na nursery school. Anafanywa nini huyo? Anazoezwa shule ili ukifika ule wakati wa shule isiwe tabu. Kwa hiyo na hao pia na kabla hajafika miaka 7 wazoezwe msikiti, wazoezwe swala. Ule ukifika ule wakati wa kupandikizwa ile swala isiwe tabu kwao. Katika nchi kama Indonesia, Malaysia, Singapore, misikiti yao na zile sehemu za kucheza watoto inakuwa pale pale msikitini. Ile misikiti ina viwanja vikubwa sana. Mabembea, nini, ghasia, vyote viko pale pale msikitini. Ikifika tu ile Allahu Akbar, wanaacha, wanakimbia. Wanakwenda kuchukua udhu, wanaingia msikitini. Ni lazima tubadilike Waislamu. Ile michezo yote ile iko pale pale msikitini, katika viwanja pale. Msikiti una viwanja vikubwa ili kuwazoeza msikiti, kuwazoeza swala. Watukufu wa Islam, kwa hiyo wakaja wakagundua kwamba uhai ni kitu kingine na roho ni kitu kingine. Na wakaja pia katika theory yao, katika practical walioifanya, wakaja wakagundua ni kweli kitu kisichokuwa na uhai kinaweza kutoa kitu kikawa hai. Walikuja kugundua, ukienda buchani ukanunua nyama ya ng'ombe kilo 2, yule alikuwa ni ng'ombe, anatembea, ana harakati zake, anakula na kunywa na kwenda huko na kule. Akaja akachinjwa, uhai ukaondoshwa pale. Kilichotawala pale ni nini? Ufu. Unapokwenda buchani, nipe nyama kilo 2 ya ng'ombe, maana yake unanunua kilo 2 ya ufu wa nyama ya ng'ombe. Ile nyama ukija ukiiweka ukaiacha, itavunda, itaoza. Watatoka nani? Watatoka mafunza, watatembea. Wale ni viumbe hai, wametoka ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Kitu kisichokuwa na uhai kimetoa kitu kilichokuwa na uhai. Walipokuja kulijua hili, wakaleta kibri, wakasema, je, Mungu wa Qur'ani anajua hii ya kwamba kitu kisichokuwa na uhai? Walipokuja kufanya ile practical yao kuhusu jambo hili, wakaja wakagundua kwamba ni kweli. Wakauliza, je, Mungu wa Qur'ani anajua hili? Na kama anajua, wapi alisema kwenye kitabu chake? Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, yeye ndiye aliyeyaumba mauti, ndicho kilichoanza mwanzo. Alafu kile kilichokuwa hakina uhai, mauti yakatoa kitu kilichokuwa hai. Tumetoka kwenye umauti, tumekuja kwenye uhai. Inna Allaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy, dhalikumullahu fa anna tufakun. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye anayezipasua pasua mbegu na kokwa. Ukienda kule Jalalani pale mahali wanapotupa yale maharagwe, sijui wanasema haya wameyachagua kina mama, yameoza, wanayatupa, alafu maji yanamwagwa au ikaja mvua, utakuta limepasuka lile, alafu katikati pale umetoka mche. Inna Allaha falikul habbi wan nawa, au kokwa ya embe utakuta imepasuka, imetoa nje mche. Ni lazima pale ili upatikane uhai, ni lazima jambo la kwanza pale lifanyike. Ni lazima ile mbegu au ile kokwa pasuliwe. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit. Pale sasa ndio anakitoa kilichokuwa hai kutoka ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Wa mukhrijul mayyit minal hayy, na anakitoa kitu kilichokuwa kwenye uhai kutoka ndani ya kitu kilichokuwa. Anautoa uhai, anautoa ufu kutoka ndani ya kitu kilichokuwa hai. Kila kilichokuwa hai ndani yake kuna ufu. Watukufu wa Islam, kwa hiyo pale ni lazima upatikane udongo wenye sifa ya kukubali kwanza kutengenezeka kitu
katika jimbile analolitaka yule fundi. Alafu ni lazima uwe udongo, utakapoingizwa uhai ukae, kwa sababu anataka kumpulizia roho, na roho inakaa ndani ya kitu kilichokuwa hai. Udongo wenye sifa hii ni udongo wa sulala, ambao wataalamu wa mambo ya udongo ndio wanauita clay soil. Mwenyezi Mungu aliwatuma malaika wakaja katika mgongo wa ardhi, walikuja na chombo maalum kuja kuubeba ule udongo, ukatiwa ule udongo wa sulala ndani ya kile chombo. Malaika wakaubeba ule udongo, wakauhamisha. Ulihamishwa ule udongo kutoka katika mgongo huu wa ardhi, ukapelekwa kwenye ulimwengu mwingine usiokuwa huu. Kwa nini asimtengenezee hapa hapa? Kwa sababu yeye ule udongo kwanza unapatikana hapa katika mgongo wa ardhi, alafu na yeye anatakiwa aishi hapa katika mgongo wa ardhi. Kwa nini asimtengenezee hapa? Kwa nini udongo unahamishwa sasa unapelekwa kwenye ulimwengu mwingine? Hapa alikuwa anaonyeshwa mapema mwanadamu ajitambue kwamba yeye ni kiumbe wa hijra, wa kuhamishwa, na kuhamishwa kwenyewe kuna kuwa ni kwa lazima, voluntary hijra. Akitaka atahamishwa, asipotaka atahamishwa, akipenda atahamishwa, asipopenda atahamishwa. Yeye ni kiumbe wa hijra. Chombo kikabebwa, ukahamishwa udongo kutoka katika mgongo huu wa ardhi, kikapelekwa kwenye ulimwengu mwingine usiokuwa huu. Malaika wakaenda kukiweka kile chombo walipotakiwa kukiweka, wakaambiwa wautie maji ule udongo, wakautia maji ule udongo. Basi hapa palipita muda. Haikuwa tu kwamba kile chombo kilipoletwa ndani yake kikiwa na ule udongo wa sulala ndio pale pale akafinangwa, la, palipita muda. Na ule udongo ukiwa ndani ya kile chombo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaugeuza, anaupindua, anauhamisha ule udongo, anauhamisha kutoka kwenye hali moja, udongo unapelekwa kwenye hali nyingine. Unahamishwa udongo kutoka kwenye hali moja, unapelekwa katika hali nyingine. Hapa kwanza ulikuwa unachekechwa, zile takataka zote zisizotakiwa zilikuwa zinaondolewa. Pili, alikuwa anazidi kumuonyesha ya kwamba yeye ni kiumbe wa hijra, wa kuhamishwa. Watukufu wa Islam, ukiisoma ile Qur'ani katika kuumbwa kwake mtu wa kwanza kutokana na udongo, unaweza ukasema Qur'ani inajigonga katika maelezo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika suratul Mu'minuna, sura 23 aya 12, Qur'ani imesema walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tini. Hakika tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi. Lakini kuna maelezo yamekuja katika Qur'ani katika kuumbwa kwake yule mwanadamu kutokana na udongo, yanatofautiana na yale ya katika suratul Mu'minun. Katika suratul Hijri sura ya 15 aya 28 mpaka 29, Qur'ani inasema wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum min basharan min salsalin min hama'in masnuni fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina. Sadaqallahu alazim. Na wakumbushe habari hii wakati Mola wako aliposema kuambia malaika, hakika mimi nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu, ambao ukigongwa unatoa sauti, wenye kutokana na matope yaliyokuwa meusi yaliyovunda yanayonuka. Maelezo haya yanatofautiana na yale ya katika suratul Mu'minuna. Katika suratul Mu'minuna anasema na hakika tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi. Katika suratul Hijri anawaambia malaika, nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti. Maelezo haya yanatofautiana. Watukufu wa Islam, Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitabu hiki, mwenye kitabu chake amesema la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sadaqallahu alazim.
kwamba kitabu hiki hakifikwi na batili mbele yake wala nyuma yake, hakifikwi na uongo kitabu hiki. Maana yake hautopatikana muda wala wakati wala zama wala watu wakaja kwenye dunia wakainyoshea kidole Qur'ani wakasema ya kwamba jambo fulani lililosemwa na Qur'ani karne ya 7 jambo hilo si sahihi. Haijawahi kutokea na haijatokea na haitotokea mpaka ulimwengu huu utamalizika. Kwa sababu gani? Ameeleza tanzilun, kwa sababu Qur'ani ni uteremsho. Qur'ani imejieleza katika nafsi yake wapi ilikotoka. Ni tanzilun, ni uteremsho uliotoka kwa mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Qur'ani haifikwi na batili, ni kwa sababu ni maneno ambayo yametoka kwa mjuzi wa wajuzi. Sayansi inaweza ikasema maneno alafu wakaja wanasayansi wengine yale maneno wakayakataa ya mwanzo, wakasema kwamba walikosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu sayansi haiwezi kusema mpaka yawepo mambo matatu: utafiti, uchunguzi na majaribio. Na jambo lolote linalofungamana na vitu hivyo vitatu, wanaweza wakaja wanasayansi wengine katika jambo lile lile moja wakalifanyia utafiti, uchunguzi na majaribio, wakapata matokeo mengine. Katika kanuni za kisayansi ikishakuwa hivyo, maelezo ya mwanzo hukataliwa yakafuatwa yale ya sasa hivi. Kwa sababu gani? Inawezekana teknolojia wakati ule ilikuwa chini na sasa hivi teknolojia imekwenda mbele. Vyombo vilivyotumika wakati ule kufanya utafiti na uchunguzi vilikuwa duni, na sasa hivi teknolojia imekwenda mbele, iko juu. Ya mwanzo huachwa yakafuatwa ya sasa hivi. Qur'ani haina mgongano wa ndani katika kueleza habari zake kitabu hiki, na wala Qur'ani haina mgongano wa nje. Kwenye Qur'ani huwezi ukapata sura fulani, aya fulani, habari fulani imeelezwa hivi, alafu ikawa habari ile ile moja katika sura nyingine na aya nyingine imeelezwa tofauti na vile ilivyoelezwa katika sura nyingine na aya nyingine. Qur'ani haina kitu kama hicho. Haina mgongano wa ndani katika kueleza habari zake Qur'an. Na wala Qur'ani haina mgongano wa nje. Huwezi ukayachukua maelezo ya Qur'ani ukayapeleka nje ya Qur'ani, kama vile kwenye sayansi juu ya jambo fulani ikatofautiana ile Qur'ani na ilivyosema sayansi. Jambo kama hilo pia hakuna. Hata kama ile sayansi itakuwa imesema tofauti na ilivyosema Qur'ani, utafika wakati wenyewe tu wataacha yao, watafuata yale ya Qur'ani. Kwa mfano, Qur'ani ilipoteremka karne ya 7 katika sura ya 36, surati Yasin aya 38, Qur'ani ilisema washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahu alazim. Na jua nalo pia linakwenda daima mpaka lifike kituoni pake, ndiyo litasimama, ndiyo litastop lile jua. Hayo ni matengenezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye nguvu na mjuzi. Qur'ani ilisema jua linakwenda. Wanasayansi walikuja wakasema ya kwamba jua haliendi, na watu walisomeshwa hivyo mashuleni ya kwamba jua haliendi, inayokwenda ni dunia kwenda kulizunguka jua. Qur'ani haikubadilisha msimamo wake, ikabakia pale pale, washamsu tajri, na jua nalo pia linakwenda. Katika tafiti zilizokuja kufanywa na wanasayansi mwaka 1980, kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani, NASA, National Aeronautics and Space Administration, wakaja wakagundua ya kwamba jua linakwenda. Walisimama wenyewe kwa miguu yao miwili, wakafunua kinywa kuitangazia dunia, jamani, jua linakwenda kilomita 200 kwa sekunde,
kilomita 12,000 kwa dakika, kilomita 27,000 kwa saa. Nenda Dar es Salaam katika ubalozi wa Marekani, waambie nipeni kitabu cha astronomy cha chuo kikuu cha California katika jimbo la Texas, utakuta wameandika huko, wameeleza waziwazi kwamba tulivyosema mwanzo ya kwamba jua haliendi tulikosea. Qur'ani ilivyosema kwamba jua linakwenda karne ya 7, jua linakwenda. Jua linapokwenda ndilo linalosababisha sayari zote zikaweza kukokotwa kwenda kulizunguka jua, ikiwepo na sayari yetu inayoitwa dunia. Jua ni kama semi trailer, gari kubwa linapopita barabarani katika ile spidi yake, kasi yake, linakokota, ile nguvu inakokota, manyasi na makaratasi yanapeperushwa kulifuata lile gari. Ndilo jua lilivyo katika ile solar system, jua na sayari zake, kwamba lile jua linapokwenda ndilo linalosababisha sayari zote zikaweza kukokotwa kwenda kulizunguka jua. Washamsu tajri, na jua nalo pia linakwenda lenyewe lile jua. Angalia Qur'ani, na jua nalo pia linakwenda, lile jua linakwenda lenyewe. Wakaja wakagundua kwamba jua ili liweze kwenda na liweze kuwa hai ni lazima ipatikane gesi ya helium na nitrogen na hydrogen. Gesi hizi mbili ndio uhai wa lile jua, ndiyo petroli ya lile jua linaloliendesha lile jua. Na gesi hizi mbili zimewekwa kwa vipimo maalum. Itafika siku, saa, dakika, sekunde, mwaka na siku, zile gesi zitakwisha. Zikishakwisha zile gesi ndani ya lile jua litajikunja, ndio linakufa hapo, linaanza kujikunja. Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa kunjwa. Hawa NASA wametoa waraka wao wenye kichwa cha habari, can the sun explode? Ni kweli kwamba jua litakufika mahali kwamba litakufa, litakwisha, litalipuka? Katika tafiti walizokuja kufanya wakaja wakakuta hivyo. Na pale Qur'ani imesema washamsu, imeanza na wao. Ile wao inakuwa ni wao la hatfia, ambayo inafahamisha ya kwamba sio jua tu linalokwenda, bali na vitu vingine vyote vilivyopo angani vinakwenda, na kwamba lile jua litakwenda mpaka litafika mahali pake. Zile gesi zikishakwisha, jua litastop, litasimama. Itakuwa ndio mwanzo na mwisho wa uhai huu. Sayansi ya kubali ya kwamba maisha haya kama yalivyokuwa na mwanzo yatakuwa na mwisho. Sayansi ya kubali ya kwamba kiyama kipo. Watukufu wa Islam, kwa hiyo Qur'ani haifuati sayansi, sayansi ndio inaifuata Qur'ani. Yale yaliyoelezwa katika suratul Mu'minuna kwamba aliumbwa mwanadamu kutokana na udongo wa sulala, alafu Qur'ani ikaja katika suratul Hijri ikasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, hakika mimi nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti. Hii inayotajwa katika suratul Hijri, hii ni stage, ni hali ya ule udongo wa sulala ndani ya kile chombo. Ulipokuwa unapinduliwa, unageuzwa, ulifikia mahali ule udongo ukawa mkavu ndani ya kile chombo. Udongo wenyewe ndio ule wa sulala, ukawa ukigongwa unatoa sauti. Hii hapa ni hali miongoni mwa hali za ule udongo wa sulala ndani ya kile chombo. Katika kugeuzwa, kupinduliwa, ulikuwa unatolewa kutoka katika hali fulani na kupelekwa katika hali fulani. Katika sura ya 55 surati Rahmani aya 14 anasema khalaqal insana min salsalin kalfakhar, tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti kama makaa ya mawe. Hii nayo pia ni hali miongoni mwa hali za ule udongo wa sulala ndani ya kile chombo. Katika sura
ya 37 Swafati aya 11, Mwenyezi Mungu anasema fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Wahoji hawa wanadamu, waulize, hivi wanafikiria ya kwamba wana jimbile lililokuwa gumu sana katika kuumbwa kwao? Hawa wanadamu jimbile lao wanafikiria kwamba ni jimbile lililokuwa gumu? Au wale viumbe wengine tuliowaumba, malaika na majini na wengineo, mwafikiria ya kwamba wana majimbile yaliyokuwa magumu sana? Inna khalaqnahum min tinin lazib, hakika sisi tumewaumba wanadamu, tumemuumba mwanadamu kutokana na udongo wa mfinyanzi unaonata, unaotereza. Hapa Qur'ani inakwenda kufafanua sasa kwamba ule udongo wa sulala ulikuwa katika hali ya kuwa ni udongo wa mfinyanzi unaonata, unaotereza. Sampuli hii ndiyo inakubali kufinangika kitu katika lile jimbile analolitaka yule fundi, katika kile anachotaka kukitengeneza, unakubali kutengenezeka. Sampuli hii ya udongo ukiingiza uhai ndani yake unakaa, na ukitolewa ule uhai unatoka. Sampuli hii ya udongo, kile ulichokitengeneza unaweza ukakibomoa, ukakisambaratisha kabisa. Utakapotaka tena kukirudisha katika jimbile la mwanzo, sampuli hii ya udongo inakubali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka mwanadamu akishamtengeneza, thumma amatahu fa akbara, amfishe, amtie kaburini. Akiwa kaburini mwanadamu atasambaratishwa na ardhi. Anataka thumma idha shaa anshara, kisha akipenda amfufue, amrejeshe jimbile lake, uhai wake na roho yake. Atatokaje? Ufundi, uhandisi uko ndani ya kile kitu kinachoitwa sulala. Sampuli hii ya udongo, kile kitu unaweza ukakitengeneza katika jimbile unalolitaka wewe, alafu ukakibomoa, ukakisambaratisha. Utakapotaka tena kukirudisha katika jimbile la mwanzo, unakubali. Na ndiyo maana hata mwanadamu katika kuumbwa kwake kwa mara ya pili ndani ya tumbo la mama yake kwa njia ya mazazi, yale maji ya uzazi pia ni udongo. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, basi mwanadamu akiangalie chakula chake. Chakula cha mwanadamu kinafyonza vitu maalumu kutoka chini ya ardhi, vinafyonzwa kutoka chini ya ardhi. Alafu ndio mwanadamu anavipata hivyo vitu kupitia mimea. Ile mimea anapokula kuna kuja kufanyikwa mchakato kwenye mwili wake. Hivyo vitu vilivyofyonzwa kutoka chini ya ardhi, miongoni mwa kazi zinazokwenda kufanywa hivyo vitu vilivyofyonzwa kutoka ardhini ni kutengenezwa maji ya uzazi. Sasa kwa hiyo maji ya uzazi nayo pia ni udongo. Ndiyo maana hata katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maji ya uzazi ameyaita kwa jina la sulala, kama ule udongo ulivyoitwa kwa jina la sulala. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, ule udongo umeitwa kwa jina la sulala. Na maji ya uzazi katika surati Sajda, sura ya 32 aya 8, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kisha akakifanya kizazi chake kutokana na mchujo wa maji yaliyokuwa madhalilifu, yaliyokuwa machache, yenye kutoka kwa kasi, yenye kuchupa. Maji yenyewe nayo pia yameitwa sulala. Ule ni udongo. Bado anaendelea mwanadamu tu katika asili yake ile ile kuumbwa, kwamba yeye ni udongo. Watukufu wa Islam, ule udongo wa sulala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akauchukua akamfinanga baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Alikuwa hana tofauti yoyote na sanamu la udongo. Dongo lile lilikuwa haliwezi kusema, haliwezi kuona, haliwezi kusikia, haliwezi kunusa, haliwezi kutoa sauti kwa koo lake. Dongo halikuweza kuinuka na kukaa kama hivi tulivyokaa.
Dongo halikuweza kusimama na kutembea, likageuka nyuma, kulia, kushoto. Harakati zote hazikuwepo ndani ya lile dongo, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya lile dongo yuhyi, akaingiza uhai pale. Ukaingizwa uhai ndani ya lile dongo. Hapa ndiyo al-mubdi'u, mwenye kuanzisha, al-musawwiru, mtengenezaji wa sampuli mbalimbali za sura za viumbe, ndio hapa. Al-khaliqu, muumbaji. Al-muhyi, mwenye kuyuhisha. Zile sifa zake zinazomfanya yeye awe ndiye Rabbul Alamin ndio zinapatikana hapa sasa. Al-mubdi'u, yeye ndiye mwenye kuanzisha. Al-khaliqu, yeye ndiye muumbaji. Al-muhyi, mwenye kuyuhisha. Al-musawwiru, mtengenezaji wa sampuli mbalimbali za viumbe. Al-alimu, mjuzi. Al-azizu, mwenye nguvu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaingiza uhai ndani ya lile dongo. Alipoingiza uhai ndani ya lile dongo, dongo likaja likapuliziwa roho. Roho ambayo yatokana na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ilmu yake na hikma yake. Dongo ndo likaweza kuona, likaweza kusikia, likaweza kunusa, likaweza kutoa sauti kwa koo lake, likaweza kuinuka na kukaa, likaweza kuinuka na kusimama na kutembea, likageuka nyuma, kulia, kushoto. Dongo likaweza sasa. Mwili wa mwanadamu asili yake ni udongo, na udongo wenyewe umetajwa ni udongo wa sulala, na Qur'ani imesema mpaka katika tabaka la ardhi unapopatikana udongo wa sulala, min hama'in masnuni, katika matope yalikuwa meusi yaliyovunda. Jumlisha kitu kinachoitwa uhai, jumlisha kitu kinachoitwa roho, kinapatikana kitu kingine hapo kinachoitwa nafsi. Unapokuja kuondoshwa ule uhai ndani ya lile dongo, roho inatoka, inarudi ilikotoka, na ule mwili unarudishwa ulikotoka. Hapo ndipo inaposemwa kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja mauti. Pale nafsi inakuwa imeonja mauti sasa. Wanasayansi wamekubali, watu wa kemia, ya kwamba ni hakika kabisa kwamba mtu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, na ushahidi wa kwanza wa kikemia wamekuja kupata katika mwili wa mwanadamu kuna chembe chembe za kiardhi, kuna elementi za kiardhi karibu 27 katika mwili wa mwanadamu zipo, kukuonyesha wewe ni nani, umetolewa wapi, uko wapi, unapelekwa wapi, na nini mwisho wa uko unakopelekwa. Hapa Mwenyezi Mungu amemwonyesha mwanadamu. Katika mwili wa mwanadamu kuna chembe chembe za kiardhi karibu 27, wanakemia wameziona. Katika mwili wa mwanadamu kuna oxygen, kuna carbon, kuna hydrogen, kuna nitrogen, kuna calcium, kuna phosphorus, potassium, sulfur, chlorine, magnesium, silicon, iron, copper, zinki na kadhalika na kadhalika. Hizi ni elementi za kiardhi, zinapatikana chini ya ardhi. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Yule ni nani? Mimi na wewe na yule ni kipande tu cha udongo kilichochukuliwa katika udongo. Na sasa hivi kipande hiki cha udongo kinatembea juu ya udongo, kinalala juu ya udongo, kinaamka juu ya udongo, lakini itafika mahali ni lazima thumma amatahu fa akbara, kitafishwa, kitarudishwa tena kwenye udongo kilikochukuliwa. Na wanasayansi wanasema ardhi haipungui,
kile kiasi kilichochukuliwa katika udongo ndio kile kinachorudishwa. Thumma amatahu fa akbara, tunapofishwa pale tukaingizwa tena kwenye ardhi, kile ndio kiasi cha udongo kilichochukuliwa ndio kinarudishwa tena kule kule. Huu ni ushahidi wa kwanza wa kisayansi ya kwamba mimi na wewe na yule ni kipande tu cha udongo, ni kipande tu cha ardhi kilichukuliwa kwenye ardhi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na udongo tulikuumbeni na katika udongo tunakurejesheni, na katika udongo tutakutoweni tena. Sio tutakuumbeni, tutakutoweni tena. Kuumbwa ni kule kule kwa mara moja tu, yani mara ya kwanza alivyotuumba, basi mpaka ule mfumo wa mara ya mwisho, namna ya kutoka katika makaburi tayari tunao. Inasubiriwa sisi tufe tuingie makaburini. Pale itakuwa ni amri tu kwamba tokeni, tutatoka. Katika wiki ya 5 mwanadamu alipokuwa anaumbwa ndani ya tumbo la mama yake, baada ya kutunga ujauzito wake, ikifika wiki ya 5, madaktari kipindi hiki wanakita primitive streak, anaumba kwanza pale ufufuo. Wiki ya 5 anachokifanya pale ndani ya tumbo la mama, anaumba ufufuo. Madaktari kipindi hiki wanakita primitive streak, anaumba ufufuo, ya kwamba huyu tunayemuumba hapa akikamilika, huyu akaja kwenye mgongo wa ardhi akaishi, tunataka thumma amatahu fa akbara, tunataka afe tumuweke kwenye, arudishwe tena kwenye ardhi. Tunataka thumma idha shaa anshara, kisha tukipenda tunataka tumfufue. Atafufuka vipi pale? Tutamtoa vipi pale? Namna ya kurejesha kiwiliwili chake, ameshasambaratishwa na ardhi, turejeshe pale uhai wake, ili ile roho ije tena iingie katika kiwiliwili husika, aweze kutoka katika kaburi. Jambo lile linafanyika wiki ya 5. Kwa hiyo kila anayezaliwa akitoka katika tumbo la mama yake alikuwa kwenye ufu, akatolewa kwenye ufu, akaletwa kwenye uhai, na pale anapozaliwa ufufuo wanao mwenyewe. Anasubiria afe tu, ule mfumo wa kutoka kule kaburini tayari anao mwenyewe, na ule mfumo unakwenda kuwekwa baina ya mfupa wa mwisho wa shingo na mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo. Pale kuna kuwa na kitu kama pingili za mwiba wa samaki ule mkubwa, ule wa katikati. Zile pingili zinakuwa 4, ndio zinakwenda kuchomekwa pale. Mwenyezi Mungu amezieleza hizi katika sura ya 17 Bani Israila, aya 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Kila mwanadamu tumemwekea katika kiwiliwili chake sehemu inayoonyesha mema yake yule mwanadamu na mabaya yake. Kuna kitu katika kumuumba kwake Mwenyezi Mungu mwanadamu, Mwenyezi Mungu amekiweka hicho kitu katika mwili wa mwanadamu. Kitu hicho kina uwezo wa kuonyesha mema yake yule mwanadamu na mabaya yake yule mwanadamu, yanaonekana. Itakapotakiwa kuonyeshwa mema yake na mabaya yake aliyoyatenda, yataonekana. Mfupa huu kisayansi, kibiolojia, kidaktari unaitwa kosiksi. Kiswahili unaitwa fupa ndugu. Mfupa huu unakuwa hauozi
kadiri utakavyokaa kaburini ukae tu, huu mfupa hauozi. Mfupa huu mwanadamu akishafika balaghi, kazi yake ya kwanza mfupa huu ni kurekodi maneno yote utakayoyasema kinywani, yawe ya kheri au ya shari, yanarekodiwa pale, yanakaa na hayatoki mpaka kesho ya Kiyama. Mfupa huu kazi yake ya pili ni kubakisha kivuli cha mwanadamu atakapokuwa kwenye mgongo wa ardhi. Kokote atakakokwenda kivuli kinabakishwa. Tendo lolote atakalotenda yule mwanadamu kivuli kinabakia, hakiondoki mpaka kesho ya Kiyama. Kivuli hiki ardhi itakipeleka kwenye mahakama ya Mola kwenda kumuonyesha mwanadamu yale aliyoyafanya alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Hatodhulumiwa mtu kwa kubwa wala dogo. Ushahidi utapelekwa kwenye mahakama. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idhin tuhaddithu akhbaraha. Siku hiyo ardhi itaeleza habari zote alizozitenda mwanadamu alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Bi anna rabbaka au halaha, hakika Mola wako ataiambia ardhi muonyeshe. Imetumika fi'li ya auha, ni kitu kilichofichwa sasa kinatakiwa kifichuliwe. Mwanadamu akionyeshwa kile kivuli chake alipokuwa kwenye mgongo wa ardhi, yale yote aliyoyatenda, mwanadamu mwenyewe atasema mahalaha, ataogopa kwamba leo ardhi inamuumbua. Watukufu wa Islam, kivuli hiki sasa hivi wanasayansi wanakipata. Wamevumbua kamera inaitwa 3D X-ray katika teknolojia ya hologram. Tuliokuja hapa kwenye darasa sote tuondoke, msikiti ufungwe, twende majumbani kwetu. Wakija na ile 3D X-ray katika teknolojia ya hologram, wakiiweka hapa, wakipiga picha hapa, wote tutaonekana. Na sio kwamba tunaonekana kwenye skrini kama vile unavyoangalia TV watu unawaona kwenye kioo. La, utaonekana hivi tulivyokaa, tutaonekana kwa kutumia 3D X-ray. Kile kivuli wanakipata sasa hivi. Na kama kulikuwa na mtu anatafutwa, watamuona. Alikuwepo, aliswali hapa, alikuwepo kwenye darasa. Alipotoka hapa akaelekea wapi, watapiga picha milango yote miwili kwa kutumia ile 3D X-ray. Wataona alitokea mlango huu, watapita kupiga picha mpaka uliko, watakukuta, wanakuona, watakukamata. Hilo jambo linafanyika. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itaeleza habari zote alizozifanya mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Bi anna rabbaka au halaha, hakika Mola ataiambia ardhi muonyeshe. Na mwanadamu mwenyewe akionyeshwa malaha, ataogopa. Watu wamefika hapo sasa hivi kwenye dunia, watu wanaendesha dunia kwa kitabu hiki. Sisi wenyewe tumekaa tunagombana tu, tunabughudhiana tu, hatupendani, na sisi sote ni Waislamu. Ajabu. Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana alisema sisi tuonyeshe faida ya magomvi yetu, kwamba ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumepata televisheni, ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumepata radio hii, ugomvi wa mwaka fulani ule tumepata chuo kikuu hiki. Faida yake iko wapi? Waislamu tuungane, tupendane, tuwe kitu kimoja. Mola wetu ni mmoja, kitabu chetu ni kimoja, mtume wetu ni mmoja, kibla chetu ni kimoja, umma wetu ni mmoja. Watu wanaendesha dunia kwa kitabu hiki, tafiti wanazifanya. Kile kivuli kile leo watu wanakipata kwa kutumia 3D X-ray katika teknolojia ya hologram. Kile kivuli kinaweza kubakishwa vipi na ardhi? Sasa pale ndio kwenye ufundi.
Pale ndiyo kwenye uhandisi. Inawezekana vipi mwanadamu akitembea, akifanya tendo lolote, kivuli kinabakishwa? Ufundi upo ndani ya ule udongo. Ule udongo uliotumika, ule udongo wa sulala, ufundi uko mule. Na bado anaendelea tena kuumbwa kutokana na udongo ule ule wa sulala, kwa njia ya mazazi ya yale maji ya uzazi. Ule ni udongo vile vile, ufundi uko pale. Katika hii ardhi tunayotembea juu yake kuna kitu kinachoitwa atom. Hii nini sasa nazungumza? Hii physics. Atom, Qur'ani ndio imeitaja kwa jina la dharra. Ni kitu kilichokuwa kidogo ambacho kikichukuliwa kikiwekwa mkononi pako hapo huwezi ukakiona kwa macho. Ni kama punje ya vumbi. Hii ndiyo atom. Qur'ani imetaja kwa jina la dharra. Wakaja wakagundua kwamba ndani ya kitu hicho kilichokuwa kidogo, hiyo atomu yenyewe kwanza nayo pia imetengenezwa kwa vitu vilivyokuwa vidogo vidogo sana. Hicho kitu kilichokuwa kidogo namna hicho nacho pia kimetengenezwa kwa vitu vilivyokuwa vidogo vidogo sana, vikaungana ndio ikapatikana hiyo atom. Wakaja wakagundua pia ndani ya ile atom kuna kitu kingine kilichokuwa kidogo, wakakiita electrons. Alafu wakagundua kwamba ndani ya ile atom ambayo imebeba ile electrons kuna kitu kingine tena kilichokuwa kidogo kiko ndani yake, wakakiita proton. Wakaja wakagundua tena kwamba kuna kitu kingine kilichokuwa kidogo, wakakiita neutron. Wakaja wakagundua tena kwamba kuna kitu kilichokuwa kidogo kingine, wakakiita nuclear. Sasa kikiwa kitu chenyewe kilichobeba vitu hivyo vyote, kile chenyewe kile hata kikiwekwa kwenye mkono wako, kwenye kiganja, huwezi kukiona kwa macho yako. Je, hivyo vilivyokuwa ndani? Wakaja wakaleta kibri, wakauliza, Mungu wa Qur'ani alijua hii habari hii? Anajua? Na kama anajua, wapi aliposema ndani ya kitabu chake? Kwa kuwa atomu hiyo imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ameieleza ndani ya kitabu chake, na pia ameeleza vile vyote vilivyomo ndani ya ile atom. Katika Qur'ani sura ya 10, surati Yunus aya 61, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama ya'zubu an rabbika min mithqali min dharratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin. Hapa ameeleza hakifichikani kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote kilichokuwa kidogo. Dharra ndio atom hiyo. Kitu hicho kiwepo ardhini au kiwepo mbinguni, kitu hicho kiwe na kitu kilichokuwa kidogo kuliko kitu kilichokuwa kidogo au kilichokuwa kikubwa, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kila kitu tumekibainisha ndani ya kitabu chetu. Wakaambiwa hii hapa. Sasa maajabu ya katika atom, mwanga wa jua unapopiga ardhini, unapokuja ukipiga kwenye mchanga, ile electrons ndani ya atom hiyo, ndani ya dharra, inahama inakwenda kule ndani kwenye njia nyingine.
inaposema ile electrons irudi tena kwenye njia yake, inatengeneza umeme, inautoa nje kutoka ndani ya ile atom, unatolewa nje. Ule umeme uliotengenezwa hapo, uliotolewa nje, unapokuja tena kuungana na mwanga wa jua, kiumbe mwenye kiungo kinachoitwa jicho akiuzoa ule mwanga, ndio jicho linaona. Ndiyo maana ukiwa ndani ya tumbo la mama yako, pamoja na kwamba macho unayo, huoni, kwa sababu mwanga wa jua haufiki kule mpaka uzaliwe uje kwenye mgongo wa ardhi. Katika mwili wa mwanadamu kuna umeme unaitwa static current electricity katika mwili. Umeme huu unapatikana vipi? Chakula unachokula kinachujwa, kikishachujwa kinachukuliwa kile kilichochujwa, kinaingizwa katika mitochondria. Unapokuja kuvuta oxygen, ile oxygen inakwenda kuunguza kile ulichokula, inapatikana nishati pale, na inapatikana carbon dioxide, kuonyesha kuna kitu kilichomo hapa. Ile carbon dioxide inatolewa nje, haitakiwi. Ile energy iliyopatikana pale, ile nishati iliyopatikana pale, ile nguvu ndio inachukuliwa, inakwenda kuingizwa kwenye mikondo ya mishipa ya damu. Harakati za mwili sasa ndio zinaendelea, ndio ukaweza kuona, kusikia, kutembea. Kwa hiyo mwili wa mwanadamu una nguvu za kinishati za kiumeme. Dongo hilo, ufundi uko katika lile dongo. Sasa mwanadamu anapotembea juu ya mgongo wa ardhi, ule umeme uliozalishwa ndani ya mwili wake na ule umeme unaozalishwa na ardhi kupitia atom, unapotembea vikiungana, ndio kivuli kinabakishwa. Hii ni physics. Ukifanya tendo lolote lile, kivuli kinatengenezwa. Ametengenezwa katika sayansi ya hali ya juu kabisa yule mwanadamu, ili kudhibiti mambo yake yote. Yauma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Hawezi kumkimbia Mola wake, kila kitu chake kimedhibitiwa. Na ndio maana atakapoonyeshwa na ile ardhi, mwanadamu mwenyewe malaha, ataogopa. Ina nini leo ardhi? Mbona halikubakishwa dogo wala kubwa? Ametengenezwa katika sayansi ya hali ya juu kabisa. Ufundi uko ndani ya ule udongo unaitwa sulala, na yale maji ya uzazi yanayoitwa sulala, ufundi uko pale. Sasa pale vile vile katika ile electrons ndani ya proton, ndani ya ile atom, electrons, kuna proton, kuna neutron, afu kuna nuclear. Nuclear inakuwa haizunguki, lakini electrons na proton zinazunguka, kuizunguka nuclear, kulia kwenda kushoto. Ile nuclear inakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka. Ile Al-Kaaba haizunguki. Sasa hapa electrons na proton zinazunguka, kuizunguka nuclear kwa mwendo wa kilomita 300,000 kwa sekunde. Na pale kuna kuwa na negative na positive, dume na jike. Ibada ya tawafu pale inafanyika, nuclear inakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka, haizunguki. Electrons na proton zinaizunguka ile nuclear, kulia kwenda kushoto. Pale kuna negative na positive, panazalishwa umeme. Katika sura ya 69 Al-Haqa aya ya 38 mpaka 39, Mwenyezi Mungu akasema, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna. Anaapa Mwenyezi Mungu kwa vinavyoonekana na visivyoonekana. Ukiuliza visivyoonekana ni nini, utasema Allah mwenyewe, pepo, moto, malaika, lauhin mahfudhi. Umejibu vyema, lakini aya hapa imesema kuona. Kilichotajwa hapa ni kuona. Ndipo walipokuja kugundua watu wa physics kwamba kuna visible light
na kuna invisible light. Hapa kilichotajwa hapa ni visible light, kwamba kuna mwanga unaonekana kwa jicho na kuna mwanga usioonekana kwa jicho. Kwa hiyo hapa kuna umeme unazalishwa ambao hauonekani kwa macho mpaka kwa vipimo maalum. Umeme huu moja katika kazi yake ni kukibakisha kivuli cha mwanadamu kwenye mgongo wa ardhi, na kinakuwa hakiondoki kile kivuli katika mgongo wa ardhi mpaka kitasimama kiyama, kwa sababu ardhi itatakiwa kile kivuli kikipeleke kwenye mahakama ya Mola, akaonyeshwe yule mwanadamu. Hii ni nini? Physics. Ni lazima watoto wetu wasome hisabati, wajue geography, physics, chemistry, biology, history. Ni lazima wawe mabalozi wazuri wa kuieleza ile Qur'ani. Nikienda kule kwenye vyuo vikuu nikifanya mihadhara, wale wasiokuwa Waislamu wananambia, shekhe, hivi haya yote tunayosoma sisi hapa, kumbe yote yamesemwa kwenye Qur'ani, kumbe yote ni Qur'ani tu. Haya yote tunayosoma hapa yote ni Qur'ani tu, yote ni Uislamu tu, yote ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kwa leo tusimame hapa, bado hatujauchambua ule udongo wa sulala, kwa sababu vitu vyote hivi ni sulala. Simu ni udongo wa sulala, gari ni udongo wa sulala, televisheni ni udongo wa sulala, masatellite hayo, madege, matrekta, kila kitu anachokitengeneza mwanadamu ni udongo. Lakini udongo wenyewe ni udongo gani? Ni udongo wa sulala. Clay soil ndio uliotumika kutengeneza vitu vyote hivi. Hapa wasiokuwa Waislamu ndipo walipoweza kuielewa Qur'ani na wakaifanyia kazi kuhusu ule udongo wa sulala. Ni udongo maalum unaopatikana ndani ya udongo wenye nguvu fulani ya kuweza udongo ule kikatengenezwa kitu fulani, kikafanya kazi fulani, kama alivyokuwa yeye mwenyewe wanadamu. Ni dongo, linaona, linasikia, linatembea. Hapa ndio kwenye ilmu hapa sasa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min da'wati la tastajaba laha. Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma anzurna wa anta khairun nadhirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. اللهم ارزقنا رزقا حلالا ورزقا واسعا ورزقا طيبا ورزقا كريم، واكثر كثير البركات في رزقنا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.